Kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Urusi imeitishia Armenia juu ya azma yake kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya EU. Urusi imeonya Armenia kwamba inaweza kusitisha au kukomesha usambazaji wa mafuta nafuu, gesi na almasi ghafi ikiwa Yerevan itaendelea azma yake ya kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Onyo hilo limekuja wakati mvutano wa kisiasa kati ya mataifa hayo mawili ambayo hapa awali yalikuwa washirika wa karibu ukizidi kuongezeka. Urusi imetoa onyo hilo wakati Armenia ikielekea katika uchaguzi wa bunge wa mnamo Juni 7, huku kura za maoni zikionyesha kwamba chama cha Civic Contract kinachoongozwa na Waziri Mkuu Nikol Pashinyan kinaendelea kuungwa mkono zaidi kuliko vyama vya upinzani vinavyotazamwa kuwa na uhusiano wa karibu na Urusi. Tangu kuchukua madaraka mwaka 2018, Pashinyan ameonekana kuimarisha uhusiano na mataifa ya Magharibi, hatua ambayo imekasirisha Urusi. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umedorora zaidi katika miaka hivi karibuni, hasa baada ya Armenia kuilaumu Urusi kwa kushindwa kuizuia Azerbaijan kuchukua udhibiti Nagorno-Karabakh. Armenia, taifa lisilo na bahari lenye idadi ya watu takribani milioni 3, kwa kawaida limekuwa lina uhusiano wa karibu na Urusi na ni mwanachama wa muungano wa kiuchumi wa Eurasia unaoongozwa na Moscow. Nchi hiyo pia inahifadhi kambi za kijeshi za Urusi na inategemea sana Moscow kwa nishati, huku 82% ya gesi yake ikiagizwa kutoka Urusi mwaka uliopita, kwa mujibu wa shirika la habari la Interfax. Hii ndio sababu ambayo Rais wa Urusi Vladimir Putin ameionya Armenia kwamba haipaswi kujiunga na Umoja wa Ulaya. Armenia iliandaa mkutano wake wa kwanza wa Umoja wa Ulaya ikionyesha mwelekeo mpya kutaka kujiunga na umoja huo, huku ikianza kulegeza uhusiano wake wa muda mrefu na Urusi. Mpango huo unaonekana kama ni mpango wa usaliti, jambo ambalo Warusi wamesema halitowezekana. Armenia imekuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa kilele wa Umoja wa Ulaya, tukio muhimu la kidiplomasia kwa taifa hilo na milima ya Kaukas ambalo sasa limetangaza rasmi nia yake kujiunga na EU, sambamba na kuanza kwa tahadhari kulegeza uhusiano wake wa muda mrefu na mshirika wake wa jadi Urusi. Mkutano huo wa kilele kati ya Armenia na Umoja wa Ulaya ulifanyika mjini Yerevan, umefuatia mkutano mwingine uliowaleta viongozi wa Ulaya kadhaa katika mji mkuu wa Armenia kujadili masuala ya ulinzi wa kanda hiyo katikati ya mzozo unaoendelea nchini Iran. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa walifanya mazungumzo na waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan, ambapo walikubaliana kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kuendelea na ushirikiano wa kiusalama kati ya pande hizo mbili. Von der Leyen aliutaja mkutano huo wa kilele wa kwanza wa aina yake kama hatua kubwa kuelekea kiwango kipya cha ushirika kati ya Armenia na Umoja wa Ulaya. Tunaishi katika mazingira tete ya kijiografia na kisiasa, na katika mazingira haya yenye changamoto, mkutano huu wa kwanza kabisa kati ya EU na Armenia umefanyika katika wakati mwafaka zaidi. Ni fursa ya kuimarisha uhusiano wetu na kusukuma mbele ushirikiano wetu wa kipekee, na tutafanya hivyo kupitia vipaumbele vinne muhimu. Cha kwanza ni muunganiko. Tumetia saini ushirikiano wa kuunganisha miundombinu, hatua itakayotupeleka katika kiwango kipya cha matarajio katika ushirikiano wetu, anasema von der Leyen. Na hii ilikuwa mnamo Mei 5 mwaka huu 2026, wakati ambapo Armenia ilishiriki katika mkutano huu kwa kuwa mwenyeji katika mkutano huu, jambo ambalo linaonyesha uhusiano mbaya kati ya Armenia na Urusi, mshirika wake wa jadi, ukiwa unazorota katika miaka ya karibuni, hasa kutokana na kile Armenia inachotaja kama kushindwa kwa vikosi vya kulinda amani vya Urusi kuingilia kati wakati wa migogoro ya kijeshi na jirani yake Azerbaijan. Mamlaka ya Armenia zimelaumu Urusi kwa kushindwa kuzuia mashambulizi hayo, ingawa Moscow ambayo yenyewe iko vitani na Ukraine ilisisitiza kuwa vikosi vyake vya kulinda amani havikuwa na mamlaka ya kuchukua hatua za kijeshi. Upande wake, Waziri Mkuu Nikol Pashinyan alisema Armenia itafurahia kuridhia endapo itakubaliwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya, na hata hivyo amesisitiza kuwa uamuzi wa mwisho kuhusu ombi lao la kujiunga na EU ni la kisiasa na uko mikononi mwa nchi wanachama wa umoja huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.